Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Kevin anaweza akakutana na changamoto. Wewe unazungumziaje na unavyomfahamu Kevin na uchezaji wake? Hata mimi pia niliandika jana kwamba ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao tupo nao kwenye ligi yetu, lakini bado Simba kwenye ile eneo anahitaji mtu mwingine zaidi ya Kevin Nation. Inawezekana akawa ndani ama akatoka nje, lakini anahitaji mtu mwingine zaidi ya Kevin Nation. Kwa nini? Unajua ukimtazama Kevin Nation ni miongoni mwa viungo ambao wanakuongezea kitu kinaitwa physicality kwenye eneo la kiungo, nguvu pamoja na kasi ya ushindani. Na ni aina wachezaji ambao unavyomtazama Yusuf Kagoma, ni unaweza ukanakili baadhi ya vitu vingi kutoka kwa Yusuf Kagoma, ndivyo alivyokuwa navyo, ambavyo ni vitu vile vile ambavyo anavyo Kevin Nation. Cha kwanza ni kiungo fulani mbishi, mshindani. Hiyo kwangu mimi ni nampa big yes kwa sababu ya mentality aliyokuwa nayo na ukizingatia na umri aliyokuwa nao. Lakini kiufundi ni mchezaji ambaye anaweza kukusaidia kukupa uimara kiulinzi kwenye timu, kwa sababu ana uwezo wa kupora mipira kutoka kwa wapinzani, lakini ni mchezaji ambaye anaweza kushiriki mipambano kwa asilimia kubwa sana. Mipambano naizungumzia hapa ni ile mipambano ya kiulinzi ambayo mara nyingi huwa inatokea kwenye eneo la kiungo ama eneo lolote ndani ya uwanja. Nazungumzia eneo la kiungo kwa sababu ndilo eneo ambalo Kevin analifanyia kazi zaidi. Lakini kitu kingine faida kwa Kevin ni umri aliokuwa nao Juma. Ni umri aliokuwa nao kwa sababu ni mchezaji ambaye huwezi kusema labda kwenye game yake angalau ana 90% ya kila kitu kilichokuwa bora. Lakini mchezaji ambaye hata kama ana 60% bado anaendelea kukua na kuna vitu anaweza kaendelea kujifunza. Ukimtazama alivyokuwa Pamba, Kevin ndiye ambaye alikuwa anabadilishwa watu pembeni yake. Kuna nyakati alikuwa anacheza na Shafan Siwa, kuna nyakati alikuwa anacheza na James Mwashinga. Ni nadra sana kwa msimu uliopita, tofauti na msimu ule uliopita. Kwa sababu James Mwashinga msimu uliopita mara nyingi alitumika kama mlinzi wakati. Lakini kuna muda anacheza Samuel Antwi, kuna muda anacheza John na Kibinge. Yote ni kwamba wachezaji wengi wanabadilishwa, lakini Kevin aliendelea kusalia kwenye timu ni kwa sababu walikuwa wanatoa kile ambacho mwalimu anakihitaji. Changamoto zake na ambazo zimenipelekea mimi kusema Simba anatakiwa kuongeza mtu kwenye ile eneo. Unajua changamoto kubwa ya Kevin sio specialist. Yaani sio mchezaji maalum ambaye anaweza kukuandalia mashambulizi kutokea chini, hasa game ikiwa kwenye pressure na intensity ya hali ya juu. Hiyo ni eneo ambalo pia hata Kagoma linamsumbua kwa asilimia kubwa sana. Kuna mtu anaweza kukwambia timu inaniwa Maema, timu ina Kratos Chota Chama. Ni kweli hao wachezaji wapo, lakini kuna muda inabidi ufix ile changamoto ya mchezaji anayecheza kwenye ile eneo kwa kuwatumia hao wachezaji. Kumbuka unapowatumia wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo mengine kuja kuhusika katika kuandaa mashambulizi kutokea chini, kuna kitu pia huenda kama wangebakia kwenye maeneo yao wangekiofa zaidi, kwa sababu wanashuka chini, maana kwenye yale maeneo yao kuna kitu kinapungua. Kama walikuwa na uwezo kuleta ubunifu kwa 80%, inawezekana ikapungua mpaka 50%, kwa sababu kuna muda wanadili na shughuli zingine uwanjani. Kwa hiyo kwa mtu kama Kevin Nation ni hilo ni eneo ambalo lina changamoto, na faida ni kwamba anacheza timu ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara 90% ya mechi Simba wanazidominate, wanazitawala wao, wanadhibiti wao. Na kama wanadhibiti hizo mechi, watadhibiti maeneo, watawadhibiti wapinzani. Kwa unaweza usione changamoto kubwa sana ya Kevin kwa sababu mpira muda wote wanakuwa nao wao. Lakini kuna aina ya mechi ambazo wanaziangalia, wanasema okay, hii ni mechi ya international level. Let's say labda sijui na Maghreb unacheza na Pyramids. Watu kuna muda wanakuwekea shinikizo kuanzia juu, na watu wana target kwamba kwenye hii timu kati ya wachezaji kwenye eneo la kiungo, nani anaweza kana changamoto kiufundi, nani ambaye akipokea mpira huko akiwa ametupa mgongo anaweza kana anapata ugumu kuendeleza mashambulizi. Kwa wanakuwekea mpango wewe, na ndio maana hata kwenye finali ya shirikisho mpango au setup ya Belkane ilikuwa ni kwa Yusuf Kagoma. Kabla hujaendelea, setup ya mashambulizi yanatakiwa kujengwa wapi zaidi kwenye timu? Kwa sababu kama anaweza siwe pasa mzuri kwa asilimia kubwa, lakini juu yake tunao wachezaji ambao ni wazuri, wanaweza kusogea, kwa sababu football ni mchezo wa namba, sio na teamwork, sio watu wakina Chama wapo na watakaosajiliwa kawa nasogea, wanakuja wanachukua mahali, then wanatengeneza setup ya mashambulizi. Timu huoni kama timu inaweza ikacheza tu vizuri na yeye akabaki na jukumu lake mama tu
kwamba wewe kazi yako ni kupokonya mipira. Huo usahihi wa kutusaidia kwenye mashambulizi direct moja kwa moja sisi hatuhitaji kutoka kwako. Sasa kuna ukishakuwa na limitation kama hiyo, kuna sehemu kutakuwa kuna athari zinaonekana kwa moja kwa moja. Umeuliza swali zuri. Mashambulizi ya timu zote duniani yanaanzia kwa golikipa. Kinachotofautiana ni mitindo ambayo inatumika. Kuna timu mtindo wake kama Simba, mtindo wao ni kupiga pasi fupi fupi kutokea nyuma. Kuna timu zingine mtindo wao ni kupiga mipira mirefu kwenda kwa mshambuliaji. Alafu shambulizi la pili linaanzia baada ya mpira wa pili watu kushinda eneo lolote la uwanja. Sasa kwa Simba mara nyingi kama wanaanzisha mashambulizi kutokea nyuma kwa pasi fupi fupi, umetoa maoni kwamba inawezekana ukatumia wachezaji wengine kuhusika katika kuandaa ile mashambulizi. Wakati huo huyu mchezaji akabakiwa na jukumu lake mama lile lile. Lakini Juma, mpira una phase 4, awamu 4 za msingi. Awamu ya kwanza, na hizi awamu zinategemeana. Awamu ya kwanza ni pale ambapo timu inakuwa na mpira. Timu ambapo inakuwa na mpira, tunajua wachezaji wanatakiwa kuhusika katika kuhakikisha mashambulizi yanajengwa, yanaendelezwa na yanamaliziwa kwenye eneo la mpinzani. Phase ya pili ni timu ambapo inakuwa haina mpira. Kama Kevin Nash jukumu lake kubwa au anatoa msaada mkubwa kwenye kile kipindi ambacho timu haina mpira, au uhitaji msaada wake peke yake, uhitaji na msaada wa watu wengine kwa sababu ni teamwork. Phase ya tatu ni transition kutoka kuzuia kwenda kushambulia. Na phase ya 4 ni transition kutoka kuzuia kurudi kushambulia. Sasa timu nyingi kwenye hii phase ya kwanza, timu inapokuwa na mpira wanaitegemea sana kwa sababu ya kutengeneza mnyumbuliko na ubunifu ndani ya timu, kwa maana kutengeneza nafasi za kufunga. Wachezaji wametofautiana. Unaweza kumshusha Maema na Chama chini kuchukua mpira. Sawa. Je, hao akishuka, sababu football pia ni game of mobility. Watu wanahama, huwezi kubakia eneo lile lile. Kwa kama watu wanahama na kubadilishana nafasi, je, Kevin Nation, Yusuf Kagoma wako huru kiasi gani kusogea kwenye maeneo ambayo anacheza Chama pamoja na Neo Maema? Kwa sababu kama Chama anakuja kwenye eneo lako, wewe hutaki kubaki pale tena. Unatakiwa utafute sehemu nyingine. Lakini hiyo Kevin anaweza. Hiyo Kevin anaweza, na mara kadhaa nimemuona akifanya hizo movement. Of course wachezaji wote wanafanya movement. Tatizo ambalo linakuja ni positioning ya mchezaji. Anapokea mpira akiwa wapi? Maeneo gani anampa tabu? Kama unashindwa kuorganize mashambulizi kwenye eneo lako, ukisogea kwenye eneo la mpinzani, wachezaji wa timu pinzani ni wengi kuliko wachezaji wa timu yako. Kwa pressure maana yake inakuwa kubwa kuliko ukiwa kwenye eneo lako. Sasa je, una uwezo wa kusurvive kwenye pressure kubwa kiasi hicho? Na ndio maana ukitazama Steve Barker kitu ambacho anakifanya, kama ni Nio au Chama anashuka kupokea mpira, Kagoma aende juu, Kagoma anasogea pembeni, alafu fullback mmoja anasogea juu. Kwa nini? Kwa sababu anamtengenezea mazingira ya kupokea mpira akiwa kwenye mazingira huru zaidi, ambapo pressure inakuwa mbali na yeye. Kwa kama pressure inakuwa mbali na yeye, ndipo ambapo wachezaji wanatofautiana. Kuna mchezaji mwingine hahitaji pressure kubwa, yani hahitaji pressure kubwa ili kufanya maamuzi, na kuna mwingine pressure ikiwa kubwa anakuwa huru kufanya maamuzi. Haijalishi mmempress watu wangapi, mmeenda kwa kasi aina gani, yeye atafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi na timu itaondoka. Kuna mwingine ukimwekea hata pressure wastani, ile hali ya kujiamini na inapungua, na unaweza kukuta amefanya kosa, kapiga pasi mkao watu wamechukua. Ambapo mimi ukiniuliza hiyo pressure Kagoma akikutana nayo ni tofauti na Kevin. Kwamba Kevin ukimpiga pressure vipi bado utulivu wake ni mkubwa ukilinganisha na Kagoma, kwamba akipata pressure watu wanakuja wawili watatu ama pasi ya karibu, kuna wakati kuna uwezekano mkubwa yeye ni wachezaji wanaotofautiana. Kwenye eneo la technicality kwa maana ya ufundi, binafsi naamini Nation yuko juu yake ya Yusuf Kagoma. Kwenye eneo hilo yuko juu kidogo, kwa sababu nafikiri faida aliyoipata pia, angalia development yake, ukuaji wake, kuna sehemu inaweza kama imemsaidia zaidi. Lakini pia faida nyingine kwa mtu kama Kevin Nation pia ni anakupa versatility, kubadilika. Kuna nyakati anaweza akacheza kama namba 6, kuna nyakati ambazo akamtumia kama namba 8. Kwa of course sasa Simba kumbe kuna kitu wamekitibu. Kama ulikuwa na Kagoma na unaleta version yake ambayo kidogo at least kuna kitu amezidi, maana kuna sehemu unawapa kongole kwa sababu wameenda kuleta mchezaji ambaye kuna maeneo anafanana na Yusuf, lakini kuna maeneo kiufundi amemzidi Yusuf. Kwa hiyo kiufupi nafikiri Simba wamefanya usajili mzuri. Ni usajili mzuri. Na maana nilisema hata kwa hizo changamoto za kuwa nazo, ni changamoto ambazo yani muda unavyozidi kwenda mbele ana uwezo wa kubadilika. Na Magungu amezungumza vizuri sana na hapo nimeona baadhi ya wadau wameenda mbali zaidi wakibainisha kwamba Kevin Nation wa nini angali unaye kijana Simfuko. Yani kwa nini Kevin Nation na angali una Simfuko,
yupo Kante, yupo Kagoma. Kwa nini wasiangalie zaidi star kutoka nje ambaye anacheza katika eneo hilo la kiungo? Sasa ni mtu nje pia. Sasa ni wachezaji wawili tofauti. Simfuko na Nation ni wachezaji wawili ambao wana CV tofauti. Yani wasifu wao umetofautiana. Licha kwamba wote wanafanya shughuli zao kwenye idara moja. Ukimtazama Simfuko namtazama kama kiungo ambaye ana uwezo mzuri kwenye ile playmaking, kuifanya timu icheze kupitia miguu yake. Lakini kitu kingine ukiangalia hata sifa za kimwili kati ya Kevin Nation na Simfuko na wachezaji wawili tofauti. Yani kama mechi imechafuka kabisa, unahitaji mtu ambaye anaweza akashiriki kwenye zile vita. Nafikiri Nation anaweza akashiriki kuliko Simfuko. Na Simfuko kitu kingine ambacho inawezekana akakupa faida zaidi. Simfuko anaweza akahusika katika kuandaa mashambulizi yako. Hilo ni eneo ambalo ana uwezo, ana asilimia kubwa kukupa faida kubwa zaidi ndani ya timu. Kuna wachezaji wawili ambao wametofautiana, licha ya kwamba wote wana kigezo kimoja ambacho wanakikosa, ama kuna sifa ambao wanaikosa. Si aina wachezaji ambao wanaweza kukupa ubunifu wa kutosha. Na anawaelewa kwa sababu ya pia CV walizokuwa nazo. Ndio maana nimesema ukimtazama Nation, nilisema mwanzo, anakuja kuongeza ile physicality. Ni mshindani. Kwa anakuja kuongeza nguvu kwenye eneo la midfield, lakini pia anakuja kuongeza kasi ya ushindani. Lakini ukimtazama Simfuko nafikiri utofauti wake ndio niliokutajia, lakini yeye faida yake kubwa ni aina ya viungo ambao anaweza akaipa timu faida zaidi ya kucheza. Sawa, nimemtaja star wa kimataifa hapo, Kante. Pengine unapewa nafasi ya kushauri Simba waendelee kumwamini Kante ama walete bora zaidi ya Kante? Na mkali, wakati unaendelea kwenye hilo swali, miongoni mwa wachezaji ambao wanatoka nasikia ni pamoja na Kante. Kante na Maema. Nasikia kwa sababu wanaletwa wengine. Hizo tetesi ambazo ni asilimia kubwa sana. Lakini katika hali tu ya kawaida, ameitendea haki jezi ya Simba msimu uliopita. Mwanzoni alianza vizuri sana kwangu mimi, lakini baadaye kuna namna kama performance zake zikawa zinapanda na kushuka tofauti na mwanzo alivyofika. Na Kante nafikiri moja kati ya kigezo kikubwa ama kitu cha kipekee alichokuwa nacho ni uwezo wake wa kuprogress mpira. Yani kuhakikisha mpira unasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kutokana na uwezo wake wa kupasia. Na ni aina ya kiungo ambaye tunasema anaweza akaathiri tabia za wachezaji wengine kiutendaji kutokana na uwezo wake wa kwamba sasa hivi sasa ndo tunaondoka, tunaanza kucheza kwa kasi hii. Sasa hivi tunaanza kutokea nyuma, tunapita huku, sasa hivi tunapita kushoto, sasa hivi tunapita kulia. Lakini vile vile ni aina wachezaji ambao nafikiri alikuwa na utulivu wa kutosha. Yani ile composure, utulivu. Unajua sehemu ambapo wachezaji wengi sana wanasumbuliwa na kitu, kuna kitu kinawasumbua, hakuna kitu kinawasumbua kama utulivu. Kwa sababu mechi inakuwa haijatulia. Mpira ni mmoja, wachezaji 22, kila mtu anashindana. Kwa ukipata wachezaji ambao wana utulivu wa hali ya juu wanapokuwa na mpira na uwezo wao kufanya maamuzi ni mzuri na wako sharp, unaweza ukampa credit kwamba kuna namna alifanikiwa, lakini baadaye kuna namna pia performance zake zilianza kupanda. Kwa nini wanafikiria kumwacha kama tetesi zisemavyo? Umetafakari nini hapo? Nafikiri Simba wana explore sokoni kwamba kama unajua soko litabiriki. Lakini kama unapata mchezaji mzuri zaidi ya Kante, unaweza kumleta ndani ya timu. Mimi kwa jinsi ninavyoona, ndio namuelewa Magunga, lakini nafikiri ni muendelezo ule wa kukurupuka, kuacha wachezaji na kutafuta wachezaji ambao utawaacha tena. Kwa sababu kama George anavyosema kwamba wanaangalia soko, kama wanaweza kupata mchezaji mzuri zaidi ya Kante. Hata kipindi ambacho tunamsajili Kante uliona ni mchezaji mzuri vile vile. Kwa hiyo mimi ukiniuliza kuhusiana na performance ya Kante msimu uliopita, naweza nikasema naipa asilimia 50 au 60. Kwa maana kwamba hayupo chini ya nusu na hajafeli sana wala hajafanikiwa sana, kwa sababu wachezaji wakati mwingine wanahitaji hiyo time ya kuadapt, lakini pia wanahitaji angalau consistency ya kucheza mara kwa mara. Yani ni sawa sawa na kesi ya Simfuko ambaye pamoja na kwamba Magunga amemzungumzia vizuri sana hapa, lakini sioni dalili za kubaki tena Simba msimu unaokuja. Kutokana na jinsi ambavyo unaona Simba wana explore nafasi katika eneo la kiungo, endapo wakiachana na Kante, wakiachana na Maema, maana yake ni kwamba wanatafuta viungo wengine na wanaweza kuongeza tena kiungo mwingine mkabaji. Kwa sababu timu zetu pia wakati mwingine uaga zinashindwa kujua mahitaji yao. Kwa hiyo mimi nikijaribu kuangalia kwa jinsi ambavyo nimeangalia msimu uliopita, I think Kante anahitaji kupata nafasi tena kucheza. Lakini kama watasajili mchezaji mwingine, ninaweza nikapredict kwa asilimia zaidi ya 50
kuna mchezaji ambaye atasajiliwa mpya kwenye eneo la kiungo msimu ujao ataachwa. Ni kweli. Na tena sio mbongo, anaweza akawa hata ni mtu wa nje, yani anaachwa kabisa. Kwa hiyo mimi I think bado kuna namna ambavyo sipendezwi na namna ambavyo viongozi wanafikiria kwenye namna ya kusajili. Sio kila mchezaji ambaye hajafanya vizuri msimu uliopita unatakiwa umwache ili ulete mwingine ambaye atafanya mzuri. Kwa sababu ambaye anakuja msimu huu, umezungumza pointi kubwa sana hapo, anaweza akachelewa kuadapt pia vile vile utamwacha. Kwa hiyo unakuta kila msimu timu inaacha wachezaji wawili watatu. Yaani unakuta tena wachezaji umewasajili msimu uliopita. Yaani wamedumu kwenye nani moja kwenye ndio ile hoja ambayo tulikuwa tunaizungumza kwamba kulikuwa na ulazima gani wa kumwacha Nabi Kamara. Of course unaona mtu kama Nabi Kamara kwa unamwacha Nabi. Sasa unajua changamoto kubwa ni kwamba teams zinatengenezwa na viongozi. Hiyo ndio changamoto kubwa. Na teams zinatengenezwa na viongozi kwa kumfit mwalimu aliyekuepo kwa wakati huo. Sahihi. Uko sahihi. Unanielewa? Ndio. Sasa ikitokea, na ndio maana tulikuwa Jumamosi hapo nikanaambia Rich, ukiangalia hizi timu kubwa zinavyosajili kwa wakati huu, kuna connection kubwa kati ya hao makocha wanakotokea na aina wachezaji wanaowaleta. Nenda Azam, angalia wachezaji wanaowaleta wanatokea wapi? Kongo. Sasa hivi Young Africans wachezaji wanaohusishwa nao wengi wanatokea South Africa. Simba baadhi ya wachezaji wanaohusishwa nao wengine wanatokea wapi? South Africa. Kwa hiyo unagundua kwamba, na ndio maana Juma mara nyingi nasemaga, mimi binafsi sishabiki sana kuitengeneza timu kumfit mwalimu. Unaweza ukatengeneza timu alafu ukatafuta baadhi ya walimu waje kuingia ndani ya timu ambayo ukiwa connect ya makundi mawili kati ya wachezaji uliokuwa nao na mwalimu, kuna balance unaipata. Hata leo ukimuondoa Mkai kwenye timu, kesho kumfuata Rich, atakuja kufit kwa sababu una backbone kwenye timu yako. Yaani una uti wa mgongo ambao tayari upo. Lakini ukiwa kila msimu unaitengeneza timu kumfit mwalimu, gharama zitakuwa kubwa. Kwa sababu leo Steve Barker atakwambia niletee fulani. Lakini sasa kwa mwingine mtu anawezekana asikuelewe Magunga, lazima ufanye usajili ambao unaendana na falsafa ya mwalimu, kile mwalimu ambacho anakihitaji. Sasa ili hata hayo maboresho yafanyike kwa haraka zaidi chini ya mwalimu. Maana hiyo neno kumfiti mwalimu, hapo umewaacha baadhi ya wale wasikilizaji wetu ambao wanataka kupata ufahamu. Swali zuri. Naam. Nasema mimi sio shabiki mkubwa wa mtindo wa kuitengeneza timu kumfit mwalimu. Nachokimaanisha hapa ni kwamba unatengeneza timu ambayo yani au kumwachia mwalimu afanye usajili yeye. Ni vitu viwili tofauti. Ni vitu viwili tofauti. Naam. Yani timu ambayo inamfit ni kwamba ili wewe ufanye kazi, tunakuleta mwalimu kwenye timu, lakini unapokuja kwenye timu tunaitengeneza timu kukuzunguka wewe. Unanielewa? Kukuzunguka wewe. Sasa hasara yake ni kwamba wewe leo Mkai ukitoka kwenye timu, kesho akija Juma, itabidi tutengeneze timu nyingine kumzunguka Juma. Hata kama ni msimu ujao. Kwani si tuna ushahidi wa kutosha? Simba alitengeneza timu kutokana na maono ya Fadru. Alipoondoka, Simba sasa hivi inatengeneza timu kwenda kumfit Steve Barker. Akiondoka atakuja mtu mwingine, itabidi aingie tena sokoni kufanya kitu kile kile. Lakini nikasema njia nyingine nyepesi, mnaweza mkawa mna maono kwamba tunataka kuwa na timu ya namna gani. Hata kama ni big result now, lakini timu zinaweza kukata misimu 4-5. Kwa kwenye hii misimu 4-5 timu gani tunatakiwa kuitengeneza? Labda bwana, tunatakiwa tusajili wachezaji ambao uwezo wao kiufundi ni mkubwa. Tunatakiwa kutengeneza timu ambayo sio nayo ni ngumu kama mna technical director, sio? Ni sawa, lakini mnaweza mkafanya hicho kitu kwa sababu nani anabeba hayo maono ya picture ya timu? Viongozi tu, yani ambao hata hawana ability ya kungamua mambo ya kiufundi. Kwa sababu hapo unazungumzia identity ya timu. Tunataka timu yetu iwe hivi. Mwalimu yote ataka utambulisho. Timu yetu itakuwa hivi, itakuwa na aina fulani ya wachezaji. Yaani mwalimu yote anayekuja, sisi mwalimu sio kipaumbele. Kipaumbele ni timu. Mwalimu akija, tunataka hivi. Sasa nani anabeba hilo na nini? Na viongozi, hakuna technical directors kwenye hizo timu. Na ndio maana big loss inatokea hapo. Hasara kubwa inatokea hapo. Nimewahi kuzungumza Mkai kwamba njia nyingine nyepesi ya kujaribu kupunguza matumizi makubwa ndani ya timu ni kuwa na watu ambao wanaweza wakanatengeneza vitu vikubwa kwa kutumia budget tu ya wastani, kuendana na budget yenu nyinyi mliokuwa nayo. Mfano anachokizungumza Juma yuko sahihi kwamba sasa hivi hizi timu zina kamati za usajili. Katika zile kamati kuna watu 3, 4 mpaka 5 ambao wanahusika na kusajili. Katika wale watu 5, kila mtu mmoja ana mtandao wa agents mbalimbali, mawakala mbalimbali ambao watu wote wanamshauri kuhusu bwana mchukue mchezaji fulani. Wakisubmit report kwenye wale watu 5 kwenye kamati, watu 5 kila mtu ana wachezaji wawili.
wakipelekwa kwenye timu mwalimu naye na wachezaji wake wengine labda 4, unanielewa?